Teknolojia ni kitu muhimu sana na unaweza ukasahau. Waswahili wanasema ukiwa muongo uwe na kumbukumbu, kwa sababu unaweza ukadhani watu hawakumbuki ulilolisema, kumbe likawa limekumbuka, kwa maana wakakuonesha kwanza ulisema hivi, leo unasema hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajitahidi kuwa madhubuti, kwa maana ukafanya unachojua na ukajua unachofanya ni kitu gani, na ukawa makini kwenye kauli zako, ili leo ukizungumza hivi, kesho usije ukazungumza vingine. Kwa hiyo ninazungumza leo ni ufafanuzi tu wa baadhi ya nukta ambazo niliwahi kuzizungumza au ziliwahi kusikika. Kwanza nilikuwa nimevaa overall nikiwa nafanya kazi zangu, nikazungumza, lakini watu ni vyema wakapata ufafanuzi kutoka kwangu kuliko kujumlisha. Inakuwa haipendezi na sio nzuri zaidi. Mimi na marafiki Uganda. Rafiki mmoja Uganda ni profesa. Yeye ameona katika nafasi yake, katika sehemu ambao yupo, akasema ni lazima sasa Waganda waanze kutumia 4A9. Lakini wenzake wakasema haiwezekani. Lakini yeye alitengeneza hoja vizuri sana. Kwa hiyo nikawa nampa pole, na lengo langu, na hivi ananisikia, jambo hili linahitaji utaratibu wa hali ya juu na umakini wa hali ya juu. Ukienda kwa spidi kubwa hautofanikiwa. Kwa hiyo sio wale ambao nilikaa nao kwenye chombo cha TV Tanzania ambao tulikuwa tunafanya mahojiano au mazungumzo, ambao mimi nilialikwa na wao walialikwa. Wale wamenishawishi zaidi niwe nao karibu, kwa sababu wanaamini nina msaada mkubwa kwa watu wanaoteseka ndani ya Tanzania. Kwa hiyo kwanza ningependa kuliweka hilo wazi, isionekane wale wameshtumiwa au wamepewa onyo. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo ulioniuliza, hapana, ni marafiki zangu waliokuwa Uganda ambao ni wako kwenye nafasi muhimu na ni maprofesa. Kati yao mmoja wao, yeye anasema ana imani sana, kwa sababu ananifuatilia sana na anazungumza na mimi, na aliniambia anafanya kila linalowezekana kuona ushuhuda huu anauona TikTok, ili aweze kuishawishi Uganda, ili iweze kuona kuna umuhimu sasa Waganda kutumia 4A9. Hacha yule mmoja anaonitafuta kupitia TikTok na YouTube, hapana, alikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo nikampa pole hivyo, si watu wengine, hapana. Tanzania nimesema sehemu nyingi sana. Nilisema TACAIDS, nilisema NEMRI, nilisema Ikulu, nilisema popote napokutana na watu, kwa sababu najitambua na natambua ninachofanya ni kitu gani. Sipendi kuwa na kauli mbili. Leo nikiulizwa niseme hivi, kesho nikiulizwa niseme hivi, kwa sababu nafahamu mwanaume anayejitambua hubadilika kwenye kitanda, sio kwenye kauli zake. Ukiona mwanaume anabadilika kwenye kauli, aidha ana taaluma ambayo haiamini, haiwezi kumvusha, kwa inamlazimu sasa acheze na wanaomshawishi kufanya kitu fulani au kitu fulani. Lakini mtu kama mimi siwezi. Hata huo unamiliki nyuklia, utanitisha, utaniadhibu, lakini ukiniuliza kauli yangu itakuwa pale pale, kwa sababu nilifanya kitu nachojua na nilijua ninachofanya ni nini. Kwa ninapozungumza, kabla sijazungumza, nakuwa na tafakari pana zaidi na uhakika mkubwa zaidi wa kile ninachokifanya au ninachokizungumza, kwa sababu najua unaweza ukazungumza kwa nia njema, baadaye likakuwa kwako sio jema.
kwa mujibu wa dunia inavyokwenda. Lakini mbaya zaidi, wa Afrika. Nikizungumza wa Afrika nazungumzia waliokuwa Tanzania, waliokuwa Uganda, waliokuwa Kenya, waliokuwa Malawi, Msumbiji na kadhalika, nchi nyingi za bara la Afrika, kwa maana Afrika Mashariki, SADC kwa ujumla, ndio naizungumzia Afrika. Muafrika kumdhuru Muafrika mwenzake atafanya kwa ufanisi mkubwa zaidi na bila shaka yote, na atajimwambafai kufanya hivyo kwa sababu tu hapendezwi naye, hafurahishwi na kitu anachokifanya. Hawa ndio wa Afrika jinsi walivyo. Kwa hiyo Muafrika kukuwekea kipingamizi au kikwazo kwake ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu anaamini katika hilo. Ndio maana Afrika ipo hapa ilipo leo. Na mfano mdogo, leo kila mtu anamgusa rais huyo kijana mdogo ambaye ni vijana wawili, alikuwa Kongo Kabila, amezidi kidogo umri yule. Nia yake, dhamira yake ni kuwasaidia ndugu zake, lakini wanaotumiwa ili kumdhuru ni wale wale ndugu zake ambao yuko nao katika taifa lake. Na hii ni historia jamani. Ukisoma historia ya Yusufu alishambuliwa na ndugu zake baada ya yeye kupata tu ile tafsiri kuwa atakuwa mtu fulani, mwadisia baba yake, baba sio nzuri mtu unajua, lakini imani yako sema thubutu kwa Mungu. Sio kila unaloliwaza au unalolifanya jema uliweke mitandaoni. Watakushambulia kwa sababu kwanza wafurahi kuna wewe uko hapo, lakini wanaona wenye haki zaidi ni wao. Ilo changamoto jinsi ilivyo. Kwa Afrika kumdhuru Muafrika mwenzake ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo nimesema katika muda huu amepata nafasi ya kuzungumza machache katika haya ambayo nimekuja kuyazungumza leo. Ukitembelea YouTube yetu au TikTok au mitandao mingine, sijatuma vipimo vingi. Leo nilikuwa na wageni takriban 8 ambao nimeshuhudia vipimo vyao. Raia kutoka nje ya Tanzania ambao jirani zetu Kenya, nimefanya mazungumzo na nimefarijika toka Nairobi. Anasema mimi nakufuatilia sana TikTok, nimeamua kutoka Nairobi kuja kukutana na wewe ili uweze kunisaidia. Na nimefarijika, amepata negative ya kwanza ambao ule mstari unaweza ukautizama kwa tochi na usiuone. Ni aina fulani ya kimvuli ambacho kapata. Ni mithili au ni mfano wa mtu amepata maambukizi baada ya dakika 20 au dakika 14 au 24 kwa uzoefu wa miaka 30 nilobobea katika fani hiyo. Najua, na ndio maana tumeona ni muhimu kuhusu mamangu mmoja Zanzibar naambia kwenye mtandao wa TikTok na mitandao mingine, watu wengi wanamfuatilia sana Yara Msigwa. Ni watu wengi sana. Na hao watu, kuna baadhi ya watu wanakurupuka kwa sababu wanataka kuzungumzia HIV au kufanya HIV. Sisi na timu yetu ya 49 hadi leo, Mungu akitujalia tukimaliza mwaka huu itakuwa 31, miaka 31. Kama tunaamini Mwenyezi Mungu atatujalia tutamaliza vyema mwaka huu, tutatimiza idadi hiyo. Hatukuwahi kukomenti kwa mtu yoyote au kumshtumu mtu yoyote. Tulikuwa tunajifunza kwa utaratibu na umakini wa hali ya juu, kwa sababu tulikuwa tunajua tunachofanya kina uzito gani duniani. Sasa baadhi yetu wanaona njia pekee ni kumshtumu Msigwa na kukomenti vitu ambavyo hawana uhakika navyo. Tukaona isiwe tabu, tuweze, ili mtu anayesikiliza asikilize, asiotaka endelee kusikiliza, lakini aone kazi tunafanya.
na mimi ni tofauti sana na wanaokuwepo katika mitandao ya kijamii, na uwezo wangu sijimwambafai, ndio ukweli huo. Uwezo wangu hakuna profesa yoyote nchini Tanzania au mwanasayansi yoyote nchini Tanzania mwenye kufika hata robo ya uwezo wangu kuhusu swala la VVU. Na kama yupo, namkaribisha wakati wowote, saa yoyote, isipokuwa siku ya Ijumaa. Tena sindokuwa na kitabu wala karatasi, kama nifanya surprise yangu kutoka Kenya, ambaye kwa mapenzi yake ameamua kunifuata Tanzania, na ameondoka akiwa vizuri kwa zaidi ya saa moja. Sasa badala ya kwenda kutumia dawa kama mgonjwa, anakuwa kwenye maangalizi kipindi cha miezi 3. Ni kwa sababu gani? Hatupata mzuri wa kuenjoy na familia yetu. Muda wote tuko kazini, muda wote tunatafakari, muda wote tunajifunza ni namna gani tunaweza kumuondolea changamoto, na bado wako na changamoto. Ndio maana, na hapa nieleweke vizuri, nilitaka mwezi huu kuwa niko Mbeya, lakini baadhi ya marafiki zangu wameniambia hapana Msigwa, subiri kwanza, sijui wana siri gani. Na mimi nimekuwa mtulivu, nimesubiri. Hiyo sina safari kwa mwezi huu, lakini baada ya mwezi huu Mungu akitujalia nitakuwa na ziara. Na lengo la ziara yangu kwanza ni kuwatembelea wagonjwa, lakini pili kuwauliza kulikoni, imekuwaje. Kuna mtu anasema Msigwa, nimetoa 2 mpaka 3. Mimi sikubaliani na jambo. Tutane ili tuone sahihi. Kaja mtu mnaniona tumiaje zungumza, lakini niko busy narudi. Sasa mtu na hii anaweza kusema kufikiwa, lakini kwa sababu tunafikiri na tunapata jawabu, ndio maana tumeanzisha utaratibu mpya ambao utafaraja kwa wengi sana, wapata hatima nzuri. Mtu ambaye nina kumbukumbu naye ambao hajachukua muda ule ambao sisi tunasema ni mrefu, na nimeahidi nafikiri naweza nikamwita huyu Mngereko kati ya kesho au kesho kutwa, naweza nikamwita nikamaliza tatizo lake, ili au kwenda katika nchi ambazo alikuwa hawezi kwenda kwa sababu ya mistari miwili. Inawezekana kuvuka hapo. Kwa hiyo maana ya kutembea ni kujaribu kumtafuta mtu ili nijue kosa liko kwangu au kosa liko kwake, na kama liko kosa kwake tuzungumze, liko kwangu tuzungumze, ili tulitatue kosa hili kwa kuonana. Sasa yule mtu bado anaweza akatumia fursa hiyo, na kuna yule ambaye hawezi kuitumia fursa. Kwa hiyo ukiona tumefunga kwa sababu hiyo, hatuna sababu nyingine. Ndio maana na mimi pote pale nilizungumza na naendelea kuzungumza, na naendelea kuonesha uwezo wangu. Ni Mwenyezi Mungu ametujalia nguvu hiyo ya fikra, lakini tulisoma, hatukurupuka tu. Ni ya hali ya juu. Mimi kuuliza, nilikuwa naomba ruhusa ya kuuliza, sikujua swali au na kujua unazungumza, hapana. Nilijaribu kuwa mtulivu wa hali ya juu. Ule utulivu ndio huyu unaona Msigwa leo atafutwa Marekani, Msigwa atafutwa Sweden, Msigwa anatafutwa Canada, Msigwa hakuna kona hatafutwi. Rome wanatutafuta. Ni kwa sababu ya kile ninachokifanya. Haimaanishi wengine hawajaona, la, lakini tunamtafuta tuone ni yupi. Wakati tunafanya research yetu kwa Ifakara, tulianzia Kibaoni. Mtu wa Ifakara Msigwa maarufu zaidi ya mbunge kule kwa bonde lile lote, Kilombero yote. Uliza 4A9 inajulikana sana. Tuliondoa kwa sababu kila tunayemwachia anafanya ndivyo sivyo, na watu wa Ifakara wa mahiri sana. Fulani kafanya hivi, fulani kafungua ofisi, fulani hajafungua ofisi. Kila kinachofanyika haipiti saa moja mawili napata taarifa hiyo. Ndio maana tukasema sasa 4A9 ofisi yake itabaki kuwa moja tu Dar es Salaam, so wenyewe tuko hapo. Lakini fanya ziara hiyo
katika mikoa kadhaa, na lengo ni kutafuta yupi hakufanikiwa, lakini lengo la pili ni kuwatembelea wagonjwa na kujua changamoto wanazopitia, wako kwenye hali gani, ushauri wetu ni upi juu ya hilo. Na nimefarijika, kuna mtu ananiambia mwezi wa 8 letea vipimo vingine pia kutoka Marekani ambavyo ni HIV. Vipimo kila kukicha vinazidi kuongezeka, kila kukicha. Kwa ushauri wangu kwa mtu ambaye anataka kupima, tafadhali sana soma vipimo kwa umakini na utulivu wa hali ya juu. Ikiwa ufahamu, watafute wenye kufahamu. Ikiwa ufahamu wako juu ya jambo hilo ni mdogo, watafute wenye kuelewa. Ukiwa uelewa wako juu ya jambo hilo ni mdogo, ili tuweze kufikia katika lengo. Lakini kubwa zaidi ni kuondoa hofu kwa kile unachokifanya. Ndio maana natumia lugha nafanya ninachojua, najua ninachofanya. Lakini ukifanya usichojua utakuwa na hofu ambayo haina maana yoyote, na itakuzidishia mawazo na safari yako itakuwa fupi. Kwa nini upitie huko? Kwa nini usijifunze kwa utulivu wa hali ya juu? Kwa huu ni ufafanuzi tu ambao naendelea kutoa, na nimepata nafasi, muda sio rafiki sana, lakini nimeona ni vyema nizungumze machache kwa wale wanaonifuatilia, ili waweze kuwa na uelewa wa kile ninachokifanya au ninachokizungumza au kinaozungumzwa katika mitandao yetu ya YouTube na Facebook. Fahamu wako ni mdogo kwa kile kinachozungumzwa, kile kilichoana. Namba ya simu ni 0752 au 0713646691. Unaweza ukawasiliana na TR Msigwa, unaweza ukaomba ufunzi, na unaweza ukajua alizungumza hivi, alikuwa na maana hii, alizungumza hivi kwa sababu hii, ili ukaondokana na hofu na ukafikia katika lengo. Ufafanuzi wa pili, wa tatu, ambao namaliza kabisa mazungumzo yangu leo. Kuna lugha zinazungumzwa kwa uwezo wangu wa kuelewa, kwa kutumia busara yangu. Nikizungumza vyema nasema ni uvivu wa kufikiri. Na nafikia wakati nikiwa na profesa yote au na nani, lazima nimwambie kweli kwa ni wavivu wa kufikiri. Tanzania tuna bahari mbili au tuna sheria mbili. Kuna tiba asili na kuna tiba ya sayansi. Tiba asili imegawanyika. Mbadala ni watu tu wanapenda kujibu vitu ambavyo hawajabobea katika vitu hivyo. Na kama kitu na taaluma nacho, usikai ukafafanua kama hujabobea katika kitu hicho au hujawa mbobezi katika kitu hicho. Kwa mfano, unapozungumza uasilia wa tiba asili, ni kitu chochote ambacho kinakwenda kwenye nature yake, kwa asili yake, bila kemikali aina yoyote. Kwa mfano, mwarobaini kwa kiwango fulani unatibu ugonjwa fulani, huchangani na kitu chochote, ile ndio tiba asili. Ina tafsiri pana, hiyo ni tafsiri fupi sana. Lakini tafsiri ya jadi, jadi ni kukumbuka, ni tambiko. Ndio maana ya jadi. Wazee au kabila husika au makabila fulani, ikifika muda fulani, huenda kwenye miji yao, wanakusanyika, wanafanya mila yao, ile ndio jadi. Wanatatua matatizo yao kupitia asili yao, yani ufumbuzi uliokuwa unatumika katika kabila lao. Ile ni tiba ya jadi. Kwa sababu tiba ni uwezo wa kutatua changamoto inomkabili mtu katika swala la afya. Hiyo ndio tiba. Sasa inategemea unapita wapi au unatumia njia gani. Sasa kwa sababu ya uelewa wako sio, unaona lazima dawa ifanyiwe tafiti kisayansi. Lazima ujue unapozungumza sayansi, sayansi maana yake nini? Ili dawa ya kisayansi iweje?
Lakini kwa sababu unasukumwa, hutumii maarifa yako kwa kuhofia labda cheo chako, au kwa kuhofia kuondolewa pale, au kuhofia watu watakuona ukwenda shule. Na ndiyo maana ugonjwa huu una miaka zaidi ya 40 haujapata jawabu, kwa sababu unataka kupita kwenye njia ambayo wewe mwenyewe huwezi kuipita. Ndiyo maana wanasayansi fulani nilikutana nao nikawauliza, tuna miaka 40 na VVU, ni kitu gani mmefanya? Wakasema hakuna. Huwezi kujua na huwezi kufanya kwa sababu huna taaluma hiyo. Kuwa profesa au kuwa mtaalamu, nilikuwa naongea na mama yangu pale, tulikuwa tunataniana, naambia sasa wewe unasomea biashara, umemaliza masomo ya biashara na unafanya kazi ya kufundisha biashara, wakati kuuza hata vitumbua, kuuza machungwa, ni sawasawa umekopi kitu fulani na unamuelekeza mtu mwingine. Huna uzoefu, na ndio changamoto ya elimu za Tanzania. Na ndio maana hata leo nilikuwa naongea na huyu Mkenya, anasema nimemaliza chuo kikuu lakini nimeajiriwa. Nikawa namuuliza, tayari una taaluma, unawezaje kutumia taaluma yako ili itoke kwenye vitabu iende kwenye uhalisia? Anasema mpaka nipate capital. Sasa wasomi wa namna hii ndio wamejaa Afrika na wamejaa wengi Tanzania, na ndio maana walalamishi kweli kweli. Sio kosa kutengeneza mazingira bora, kutumia mazingira hayo. Ungesema tunataka mazingira bora, kidogo inaingia kwenye akili. Lakini kutaka kuajiriwa, kulalamika hakuna ajira, maana yake taaluma uliokuwa nayo haina maana yote kwako. Ni kwa sababu kama alivyosema Justin Kalkawa, nisimame kwa miguu yangu miwili, nani anishike mkono? Maana yake unasubiri kushikwa mkono ili uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maana yake wewe huwezi kusimama kwa miguu yako miwili ili uweze kutembea. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, aliokaa ni bora kuliko aliosimama, aliosimama ni bora kuliko anaotembea, anaotembea ni bora kuliko anaokimbia. Sasa wasomi wengi, na ndio maana wanapata kigumizi kikubwa sana. Dawa lazima iende kisayansi. Ni mtazamo wako, hatukukatalii, lakini mtazamo wa hovyo, kwa sababu tiba asili hata ilipogundulika, hizi tiba ambazo ndio tiba mbadala sasa, maana kuna tiba mbadala, kuna tiba ya kalamu. Tiba mbadala si za matunda, hapana. Soma vizuri historia ya tiba bwana. Ukisoma vizuri historia ya tiba, tiba mbadala ni hii ya hospitali. Kwa sababu hii hospitali imekuja baada ya tiba asili kuwepo. Kama ni mbobezi wa historia, kama unaiga tu kwa sababu we ni profesa au ni mtu mwingine, hiyo shauri yako, lakini sio uhalisia. Hii ya sayansi ndio tiba mbadala, kwa sababu watu walivyovumbua kwenye maji kuna kitu gani, namna ya kutizama kwenye ini au kwenye figo au kitu chochote, kutumia vyombo, hii ndio ikawa mbadala, hii kabaki kuwa asili. Lakini leo utaona mtu anakaa bila aibu anakuambia kuna tiba asili na tiba mbadala. Hujui, tena hujui sana. Inabidi ukae usome historia ya tiba. Kulikuwa kuna tiba ya asili na tiba ya kuchua, ambao waliasisi Wahindi wekundu. Mtu anaweza kukutibu kwa kuchua, na ni tiba bora zaidi. Unaweza ukakaa zaidi ya miaka, kwa mfano umepangiwa wewe au unaishi miaka 60, unaweza kujikuta unaishi miaka 120. Kama unatibiwa kwa kutumia kuchua tu, utaishi kwa muda mrefu. Ni elimu ya viumbe ambao wameanzisha hawa Wahindi wekundu. Kwa hiyo tiba asili ina njia zake na tiba za kisayansi zina njia zake. Tiba ya kisayansi kwanza, hata uatibu Dar es Salaam mzima, bado inaonekana hiyo sio dawa. Kwa hiyo kupona mtu haisababishi kuwa ndo dawa, hapana. Sasa ili uwe mvumbuzi, lazima uwe mjuzi wa mahesabu. Na hesabu ina vitu viwili tu, ina idadi na ina siri. Ukiweza kujua siri ya mahesabu, unaweza kuvumbua. Na ndio maana wataalamu wa mahesabu waliobobea katika hesabu ni watu wanatafutwa sana duniani kwa gharama yoyote, kwa sababu wana uwezo, yani wana akili yenye kukua. Akipiga hesabu hichi na hichi anatoa kitu fulani.
Ni kama huyu ndugu yetu kutoka Kenya, tumetumia kitunguu saumu na tumetumia tangawizi na 4A9. Sasa lazima umsome mtu, ujue ni kitu gani cha kufanya ili uweze. Ni sawa sawa na mwalimu wa mpira. Mwalimu wa mpira ana kazi kubwa ya kumsoma kila mchezaji wake na kumsoma kila adui yake na kujua mchezaji wake afanye nini ili aweze kupiga hatua nzuri kwa mpinzani wake. Kwa hiyo ni vizuri sana. Mazungumzo yangu ya leo yana nukta 3 muhimu. Kwanza ni kuondoa hofu ya mambo fulani, lakini pili taarifa kuwa hatuna safari kwa mwezi huu, bado tupo Dar es Salaam, lakini hatuna ofa katika hilo, katika kipindi hichi. Hiyo ipo, lakini vile vile kuzungumza kwa nini wakati mwingine tunakuwa tunafunga comment, ni kwa sababu hiyo. Kuna watu wengi wamejiingiza kwenye swala hili la VVU, lakini elimu zao ni ndogo. Kwa hiyo huwa wanawatumia watu, na hata vipimo ninavyopima kwenye meza yangu huwa tunaona kwa baadhi ya watu, na haya wananiletea wagonjwa. Wagonjwa wananiambia, unamwona mtu fulani kipimo hichi ni cha kwetu, unaona anakitumia, ameandika, na hawaweki video, wanaweka picha ya kipimo. So mimi naongea na watu, kuna maswali nazungumza nayo. Sasa akisema ni yeye, sauti yangu na sauti ya yule mtu itasikika, kwa hiyo anaweka picha tu. Haya yote tunayaona na tunayajua, lakini hatuna muda nao. Sisi tuna muda wa kuendelea kupanua wigo taratibu sana, wala hatuna haraka. Wenzangu wengi ambao walikuwa wananipa ushirikiano kipindi cha nyuma walisema, Msigwa, tunalima bila kuvuna. Lakini sasa wanatafuta kurudi, wanashindwa wanaingiaje. Kila wanapotaka kurudi naambia, sasa vipi, sasa hivi kuna mavuno au vipi? Kwa sababu tunafanya tunachojua na tunajua tunachofanya. Kwa ni ufafanuzi mdogo ambao nimeuzungumza leo, tarehe hii 11. Nimepata nafasi muda huu, nimeamua kuyazungumza haya, lakini kesho ni siku nyingine, na kwa uwezo wa Mungu tunaweza kupata mengine, na tunazungumza baada ya kusikia kutoka kwa baadhi ya watu, na vipimo vingi sijavituma leo. Naamini kesho, Mungu akipenda, tutavipeleka hewani, kisha tutaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Na lengo la kutuma ni kuonesha uwezo wetu, lakini kufundisha kuwa tunaweza jamani kutumia mali asili yetu tukabadilisha afya zetu, lakini tukabadilisha uchumi wetu. Sio kubadilisha tu, na kudhibiti pesa zetu kwenda nje ya mipaka yetu. Kuna mtu ananiambia, Msigwa, nilikuwa nataka kuagiza dawa South Africa, lakini kwa sababu nimekufuatilia na nimeona hii ni bora zaidi kuliko ambayo inatangazwa South Africa. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ile pesa kama ilitakiwa kwenda South Africa haitokwenda, itabaki Tanzania. Msigwa akinunua kitumbua au akinunua ndazi au akinunua karanga, inazunguruka Tanzania kwa sababu tumeiacha Tanzania. Kwa ni lazima tutarajie kupigwa vita, lakini lazima tutarajie ushindi, na hakuna vita ya kushindwa. Mimi nimelelewa sana na wana mapinduzi. Hakuna vita ya kushindwa. Unasikiliza adui, risasi ya adui yako, unakuja na risasi bora zaidi, kwa sababu hakuna vita ya kushindwa. Ukienda kwa niaba ya kushindwa, utashindwa kweli na utaanguka kweli, kwa sababu watu wamejaa chuki, choyo na mtazamo hafifu. Kwa hiyo ni hilo. Kwa hiyo usioni Msigwa yupo kwa niaba ya kushindwa, hapana. Tunaendelea kumwomba Mungu, tunaendelea kuwa karibu na Mungu atusaidie, tuhakikishe ndugu zetu wanapata furaha, ndugu zetu wanapata matumaini. Kuna watu wametoka Manyara leo nilikuwa nazungumza nao, anakuambia, nimekaa Dar es Salaam nimechoka, mazingira sio mazuri. Mama yangu katoka Mbeya. Watu wanatoka kila kona, wamechoka kumeza karanga, zimewafanya katika hali, wengine ganzi, wengine sumbuliwa na figo. Ni changamoto haziishi. Alama inayomfanya yeye kuwa positive. Kwa hiyo
wasinitoe kwa lengo la miwili kuimarisha kinga, lakini jua unaimarisha kinga anataka ili awe huru, kwa sababu leo ni habari unazozipata kutoka kwa nyumba wanaotoka watu wanapokwenda pale wanafia pale pale, kila mtu mmoja anatoka njia yake, wameshavuruga. Lakini kwa sababu wanasema kama hujapata wa kiakili, wengine wana uhuru wa kiakili na lazima uhuru wao wa kiakili. Vizuri sana. Yake maisha magumu kama mwenzetu Mungu, kuna mtu ya ndefu tapata raka ya kwanza, raka
asubuhi chai na saa 9 chakula, ndio mpaka kesho mtu analetea njia hata 1500 kwanza hakikuelewa. Katika siku ya kesho